ama kuna uchochezi wa namna yoyote unaolenga kwenda kuhatarisha amani hata ya mtu mmoja, usalama hata wa mtu mmoja, ili mradi ni raia halali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kauli yoyote, matendo yoyote, mipango yoyote au uratibu wa shughuli yoyote ambayo inaweza kaleta athari ya kujeruhi mwili wa mtu au kumdhuru mtu ama kutishia kumfanya mtu huyo apate ulemavu au apitie maumivu au hata kifo, ni wajibu wetu kwa mujibu wa Katiba ibara ya 14, haki na ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na rasilimali za nchi. Jukumu hilo tumepewa kwa mujibu wa Katiba, na tunao wajibu wa kuhakikisha kuna ustawi wa wananchi. Tunao wajibu wa kikatiba wa kuhakikisha wananchi wanastawi kiuchumi, wanakuwa salama kiafya, wanakuwa salama kwenye mazingira yao. Ni jukumu la kikatiba lililopewa nchi kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba inayosema serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi na nchi ya kidemokrasia kupitia kuchaguliwa. Ni wajibu wa ibara ya 8 inayosema serikali itawajibika kwa wananchi. Ni wajibu tulionao kikatiba ibara ya 8 inayosema serikali itakuwa na wajibu wa kwanza wa kuhakikisha ustawi wa wananchi. Wajibu huo tunapewa pia mwananchi anayo haki ya kulindwa na kuwa salama, kuhakikisha kwamba haki ya uhai inalindwa kwa gharama yoyote na serikali. Kwa hiyo mtu yoyote atakayetishia uhai wa mtu, usalama wa mtu au mali ya mtu, huyo ni halali yetu wa serikali kwa mujibu wa sheria zilizowekwa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wangapi wanasema huyo ni halali kama atatishia usalama na mali za taifa letu? Wangapi wanasema huyo ni halali ya serikali? Hakuna mtu mmoja ambaye yeye atasema ni mbabe kuliko serikali, utanifanya nini? Hakuna mtu mmoja. Hata mimi waziri wa mambo ya ndani siko juu ya serikali. Hata mimi waziri wa mambo ya ndani siko juu ya sheria. Hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria. Hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan huwa anatuambia na anatuagiza siku zote watu wafuate sheria, kwa sababu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa kama rais wa nchi anafuata sheria, wewe ni nani? Mwambie jirani, wewe ni nani? Hakuna mtu aliye juu ya sheria na hakuna mtu aliye mbabe kuliko serikali, kwa sababu serikali ni ya wananchi. Yoyote ambaye atatishia usalama wa nchi, huyo atakuwa halali ya vyombo vya ulinzi na usalama vinavyolinda nchi hii na maslahi ya kila mtu, maslahi yake ya usalama na mali zake. Na ndiyo maana tunakuwa na katiba na tunakuwa na nchi, na Mwalimu Nyerere alisema ili nchi ipate maendeleo na isimame inahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Nchi ili iweze kusimama inahitaji utawala wa sheria. Nchi ili iweze kuwa imara inahitaji uhuru wa mahakama. Mahakama iwe ndiyo chombo kinachotoa haki kwa watu, na ndiyo chombo pekee kwa mujibu wa ibara 107A. Ibara 107A(b) inasema mahakama ni chombo huru. Yoyote yule, awe mtoto wa maskini, awe mtoto wa tajiri, awe tajiri, awe maskini, awe mtu yoyote, akienda mahakamani na akapate haki yake. Na ndio maana umewasikia wengine wanasema wanaenda mahakamani kwa sababu wanatambua serikali ipo na inaongozwa na haki inapatikana mahakamani. Hakuna mtu mmoja ambaye anaweza akasema anataka haki bila kufuata mitaratibu wa kimahakama. Asikudanganye mtu yoyote. Stuka, mimi nakusanua katambi hapa nisiye na kitambi, nakusanua. Stuka, asikudanganye mtu yoyote, iwe kwenye majukwaa ya kisiasa, iwe popote kule. Hata mimi ninayesema hapa, hakuna mbabe juu ya sheria, hakuna mbabe kwenye serikali. Serikali hii ni ya wananchi, na asikudanganye mtu yoyote. Bila amani hakuna maendeleo. Kama amani haipo, haiwezi kuwa na maendeleo. Uongo kweli, ndugu zangu? Amani haina mbadala. Amani haina mbadala. Amani hii tulio nayo ndiyo inaweza kuleta. Kuwa na amani tunaweza kufanya shughuli zetu. Uongo kweli?
Hapa wengine kwenye nchi fulani hawezi kukaa kama tulivyokaa hapa. Ungesikia mitutu ya bunduki, mabomu na risasi. Watu wanaishi kibabe, mbabe zaidi ya mwingine. Kama hapa waandishi wa habari hapa angenyang'anywa kamera kwa sababu ni mtu ni mbabe. Uongo kweli? Na yule mbabe mwenyewe akienda akikutana na wengine wababe zaidi na wenyewe anamnyang'anya, mpaka kila mtu anafika nyumbani baadaye. Mwingine ana kauzi ka kamera kamkanda, mwingine ana flash, mwingine ana kinini, kwa sababu ubabe. Katika kipindi fulani nchi ikiishi bila utaratibu, bila kufuata sheria, tutarudi enzi za nyuma za vita vya dunia. Mtakumbuka tulikuwa kipindi kile cha ukoloni, kuna sheria ya kumuuza mtu, unamweka kabisa gurioni hapa, unamuuza mtu. Uongo kweli? Tusipoheshimu sheria na serikali yetu, kuna kipindi cha nyuma, mnakumbuka wakati wa ukoloni huo watu walikuwa wananyimwa haki, barabara hii apite mweusi, hii apite mzungu. Uongo kweli? Katika kipindi kile cha ufalme na ubabe, mnakumbuka, cha udikteta, unakuta mfalme amelala na mke wako ndani, mfalme, alafu kwa sababu ni mbabe na sheria hakuna, yeye ndio anaamua, inabidi wewe uende, mkeo umemkuta pale, unamwambia samahani mfalme, mke wangu aliingia bahati mbaya kwako, naomba nimchukue niondoke. Hauwezi kusema umemfumania mfalme. Ilikuwa enzi za zamani. Enzi za zamani, kama ulivyo star hapo umesimama, akikukanyaga mfalme au kiongozi yoyote akukanyaga mguu, unamwambia, wala haupigi kelele, unamwambia samahani mfalme, naomba niondoe mguu wangu, nimeuweka pale ulipostahili kukanyaga. Humwambii umenikanyaga. Enzi zile za zamani. Leo tuna katiba ya nchi hii ambayo inamfuata misingi ya kidemokrasia, inafuata mfumo wa vyama vingi, lakini pia haifungamani na dini, na nchi yetu imetoa maagizo kwenye ibara ya 8, inatoa haki ya kuchagua serikali, ibara ya 5, ibara ya 3 inatambua mamlaka zote za nchi. Ibara ya 4 imeeleza mgawanyo, separation of power, bunge, serikali na mahakama na muungano wetu. Katiba tulio nayo sasa, katiba hii inatoa maelekezo kwamba wananchi wote wawe na ustawi. Katiba hii inasema wananchi wote walindwe kisheria. Katiba hii inatoa haki za watu kushiriki kwenye ujenzi wa taifa lao, ibara ya 21(2). Katiba hii inasema jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni wa kila mmoja wetu. Sisi sote hapa, sio polisi peke yake, sisi wote kwa mujibu wa ibara ya 27 tunapaswa kuilinda nchi yetu. Ibara ya 26 vivyo hivyo. Ibara ya 28 kulinda rasilimali zetu zisipokwe, ili sisi wa Tanzania tuzitumie vizuri. Sasa ndugu zangu, kwa msingi huo pia anawatambua na anawaheshimu na yuko tayari kuwahudumia kwa namna yoyote, na ndio maana leo mmeona kuna mabenki na mikopo itaendelea kutoka kupitia halmashauri. Jipigieni makofi mengi sana, kundi hili muhimu sana kwa ajili ya serikali yetu. Kwa ndugu zangu, katika eneo hilo, upande wa serikali, wajibu tulionao ni nini ambacho tunaweza kufanya? Eneo la kwanza, moja, kama nilivyowaambia, ukiangalia ili sisi nchi yetu iweze kuendelea, ndugu zangu, tusiangalie hivi kwa macho ya upofu. Tanzania leo inaangaliwa kwa sababu ni nchi pekee katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati inayoongoza kwa amani, na wanajua kabisa kwamba nchi ikiwa na utulivu na amani kwa muda mrefu inajijenga kiuchumi. Leo hii sisi katika bajeti za ukanda huu wa Afrika, upande huu wa Afrika Mashariki na Kati, tumekuwa wa pili kwa ukubwa wa bajeti yetu, bajeti ambayo imewekwa kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Tumezipiga chini nchi nyingi jirani zinazotuzunguka ukiacha Kenya. Na kwa nini leo wanasema Kenya labda pamoja na hapa? Siri ni ya kihistoria. Wale walikuwa na central economy. Hapa sisi Tanzania ilikuwa ni plantation. Hapa ilikuwa ni mashamba tu, hamna biashara, hawajengi hapa. Kazi kubwa ilikuwa ni pengine wamejenga kidogo makanisa, pengine na misikiti kidogo, lakini kazi kubwa hapa ilikuwa ni mashamba. Na ndio maana wakatuwekea reli ya kati ili wabebe kule nini, ile Konge Katani, wasafirishe kwenda kwenye bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa ni kulima pamba kanda ya ziwa, walime Tabora na maeneo mengine, wasafirishe kupeleka Ulaya.
Pale Kenya wenzetu waliona kama ni ardhi yao, wakakaa wakajenga majengo, wakajua wanaishi. Vivyo hivyo South Africa na nchi nyingine. Lakini mnayaona yanayotokea leo duniani, uongo kweli? Wangapi mnaona yanayotokea kwenye nchi zetu za Afrika nyingine? Wanyosha mikono juu. Mnatamani hali hiyo tuikute? Tanzania tumeendelea kuwa kitovu cha amani hapa. Tulishawahi kuchukua wakimbizi kutoka nchi zetu za jirani hapa zaidi ya 1,000,000. Leo navyozungumza nchi zao zimerejea kidogo kwenye amani, wameanza kurudi wakimbizi. Tuna wakimbizi 155,811 ambao nchi zao walizikimbia kwa sababu ya kutoweka kwa amani. Amani ikitoweka hairudi kirahisi. Mmeona Libya na nchi nyingine. Ni hatari sana kuchezea amani, kwa sababu ikitoweka sio rahisi kurudi. Na pasipo na amani hakuna maendeleo. Wanatuonea wivu. Vurugu na fujo zinazotaka kufanywa zinalenga zaidi katika kuua uchumi wetu. Na ndio maana unawaona wachochezi wote wa vurugu, hakuna ndugu yao hata mmoja aliyekufa. Wako kuchocheeni. Uongo kweli? Wangapi wanasema nani aliona kuna msiba kwa yule aliyekuwa anachochea vurugu? Watu wanatembea na passport mfukoni, wanakuchochea, unaingia kingi kwenye 18 za sheria, yeye anakimbia anaenda airport, anavukia pale mpakani, mnafahamu anakokimbilia, anaondoka zake. Watoto wake wako nchi za nje, mke wao yuko nchi za nje, alafu wewe unabaki hapa, amekuchochea kwenye vurugu, unakamatwa na mkono wa sheria. Tena ushukuru walau umekamatwa. Kuna mwingine anapata ulemavu, unapoteza mguu. Vita haina macho. Uongo kweli? Vurugu hazina macho. Uongo kweli? Hata ukiwa mbabe upigane na mnyonge, ukampiga mpaka akaanguka chini, lakini yeye akarusha jiwe moja tu akakutoa jicho, pamoja na ubabe wako, si umeshapoteza jicho? Vita haina macho, vurugu hazina macho, na hakuna mshindi kwenye vurugu wala vita. Uongo kweli? Hakuna ushindi. Sasa hawa watu wasituchochee na kuchochea kuvuruga amani. Mimi niwahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viko tayari, sio tu kwenye tarehe wanayotangaza, tuko tayari muda wowote, kuanzia sasa hata baadaye na hata mwisho wa dahari. Huyu ndugu yangu alikuwa anaigiza sauti za viongozi hapa, alikuwa anasema mtaenda jehanamu. Huko yeye ataenda, tutamsindikiza, lakini sisi tutaenda peponi, au sio? Yaani mpaka pale Mungu atakapoamua, sio kwa mpango wa mtu. Uongozi wa nchi hii, ili ukitaka kuupata mpaka wananchi wakuelewe, au sio? Wakati Mama Samia, hii nchi niwaambie ndugu zangu, tuna neema sana. Na ndio maana vita ni nyingi na vurugu ni nini? Ni nyingi. Niwaambie, niwasanue kwa nini Tanzania leo inaandamwa. Niwaambie kwa nini? Niseme nisiseme? Wangapi wanasema niseme? Niwasanue leo. Wangapi wanasema niwasanue leo kwa nini hii nchi inaandamwa? Namba 1, Tanzania hii walitegemea